Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mmoja katika wema waliotangulia alisema maneno akasema, man akhfa lana sariratahu lam takhfi lana dhawahiruhu. Yule ambaye atatuficha mambo yake, basi ule uwazi wake hautafichikana kwetu. Kuna hawa viumbe wanaitwa mashia. Hakuna Muislamu wa kweli mwenye adna shakin, mwenye shaka ya kuwa mashia ni makafiri. Hakuna Muislamu mwenye shaka katika jambo hilo. Yule atakayekuwa na shaka katika jambo hilo, maana yake anataka kusahihisha madhehebu ya Shia kuwa ni moja katika madhehebu ya Kiislamu, na si kweli. Kwa sababu hawa ni watu tofautiana nao maslak, mapito yao na sisi ni tofauti. Hawa ni watu wana vitabu vyao wanavitegemea, wana maraji zao wanazitegemea, na wana wasomi wao wanawategemea. Kama ambavyo sisi Waislamu tuna vitabu vyetu, Qur'ani tuitegemea, tuna vitabu vyetu vya hadithi kama vile Bukhari na Muslim tuavitegemea. Kwa hiyo hawa si wenzetu katika sura ya aina yoyote. Hata kama watavaa vilemba vikubwa, hata kama watavaa makanzu kama sisi, lakini bado hiyo haiwafanyi wakawa ni Waislamu, kwa sababu wao madhhabu yao washaibainisha kwa muda mrefu katika vitabu vyao. Sasa kuna tuhuma tokea zamani, ilikuwa hizi tuhuma za semwa kuhusu wao, ikawa watu wanakataa, si kweli bwana, si kweli bwana, mbona hatuwasikii? Na wanaouliza hivi ni wale Waislamu ambao maskini hawakusoma. Wao ni mustami'una alkiram, wao kazi yao ni kusikiliza tu. Kila mtu atakayepata ujumbe huu aelewe maukifu yake ni ipi kuhusu mashia, na kitu gani anatakiwa kufanya dhidi ya mashia, kwa sababu hawa ni watu wanatuchafulia dini yetu ya Kiislamu. Ikaonekana dini ya Kiislamu ni dini ya ajabu ajabu. Kumbe kuna watu wa ajabu ajabu wamejinasibisha na Uislamu, wakati Uislamu uko mbali kabisa na dini yetu tukufu ya Kiislamu. Na haya maneno si kwa maana labda ni mapya kwao. Haya maneno yapo katika vitabu vyao zaidi ya karne 10. Zaidi ya karne 10 hayo maneno yameandikwa katika vitabu vyao. Manake leo wanachokizungumza ni kile walichokisoma katika vitabu vyao, ndio wanakizungumza mbele za watu. Nisaukum harthul lakum, wake zenu ni makonde yenu, wake zenu ni mashamba yenu. Faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu. Anna shi'tum, neno anna katika lugha ya Kiarabu lina tafsiri 3. Neno anna linatafsirika kwa maana ya kaifama, ainama, haithuma. Yani hii ni lugha ya Kiarabu, sio masala ya ushia. Yani hapa ni lugha ya Kiarabu na Qur'an. Nisaukum harthul lakum. Sasa twende na lugha zote 3 ambazo ni lugha za Kiarabu fasaha. Anna shi'tum, wake zenu ni mashamba yenu, kwa hivyo yaendeeni mashamba yenu. Anna shi'tum, namna mnavyopenda. Hiyo ni kaifama, namna mnavyopenda. Ina maana una uhuru wa kumuingilia mkeo kwa staili yoyote. Kaifama shi'tum, hiyo ni tafsiri ya kwanza, na lugha ya Kiarabu fasaha, sio masala ya ushia.
Tafsiri ya pili, ainama. Ainama shi'tum, mahala popote, kama ni nyumbani, kama ni barabarani, kama ni sokoni. Tafsiri ya tatu ni haithuma, sehemu. Nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu. Haithuma shi'tum, sehemu yoyote mpendayo, masikioni, kichwa, ndiyo maana ya haithuma, puani. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu Mashia aituhumu Qur'an. Sasa sisi tuisome kwa mujibu wa tafsiri ya ahlu sunnati wal jamaa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayasalunaka anil mahidhi, Suratul Baqara aya 222. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wayasalunaka anil mahidhi, na wanakuuliza kutokana na hedhi. Qul huwa adha, sema waambia kuwa ile damu ni udhia, yani ni maudhi. Fa'tazilu nisaa fil mahidhi, kwa hiyo jitengeni na wanawake katika hedhi. Wala taqrabuhunna, wala msiwakurubie, hatta yatuhurna, mpaka watakapotoharika. Na kuwakurubia hapa manake kuwaingilia. Faidha tatahharna, na pindi watakapotoharika, faatuhunna, basi waendeni hao wanawake, min haithu amarakumullah, pale alipokuamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina, hakika Allah anawapenda wenye kutubia. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, na anawapenda wenye kujitoharisha. Kisha Allah akasema nisaukum harthul lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Wake zenu ni mashamba yenu. Tukija katika balagha, nisau tunasema ni mushabbahu, halafu harthu ni mushabbahun bihi, halafu kuna wajhu shabahi. Wajhu shabahi ni ile sura unapokifananisha kitu kwa kitu. Nitatoa mfano ili watu wanielewe. Kwa nikisema aliyun asadun, Ali ni simba. Swali, hivi kweli Ali ni simba? Sio simba. Kwa nini nimemuita simba? Nimemuita simba kwa sababu ni shujaa, na mtu yoyote akiwa shujaa huitwa nani? Huitwa simba. Jamani, yule ni shujaa, si mchezo, kama simba vile. Mbona ile sura ya ushujaa katika balagha inaitwa wajhu shabahi. Sijamuita Ali kuwa ni simba labda ana makucha marefu, hapana. Sijamuita Ali kuwa ni simba labda kwa sababu anatisha muonekano wake, ana manywele na nini. Ali nimemfananisha na simba kwa sababu ya ushujaa, yani ushujaa wake kama vile ushujaa wa simba. Ule ushujaa katika balagha unaitwa wajhu shabahi. Kwa hiyo Ali ni mushabbahun na simba anakuwa ni mushabbahun bihi. Sasa tukija katika aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala akatumia majazi hapa. Allah akasema hivi, nisaukum harthul lakum. Allah hakusema nisaukum kalharthi, wake zenu ni kama mashamba. Akaondosha ile kafu litashbihi, adatu tashbihi, Allah akaiondosha. Allah akasema nisaukum harthul lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Kwa nini Allah amemfananisha mwanamke na shamba? Wajhu shabahi hapa ni nini? Wajhu shabahi hapa ni kuwa mwanamke kwa sababu anazaa akafananishwa na nini? Akafananishwa na shamba. Akafananishwa na shamba kwa sababu leo mtu akienda kulima, leo akilima kisha akipanda, anatarajia nini? Anatarajia kuvuna.
Kuna muda kuna watu wanasema lakini kuna mashamba mengine uwezo ukapanda na pasiote kitu. Naam, hivyo hivyo hata wanawake pia. Kuna wanawake nao ni wagumba. Kama Allah aliposema wayaj'alu man yasha'u aqima, Allah humfanya mwanamke mwingine akawa ni gumba. Wayaj'alu man yasha'u aqima. Kwa hiyo Allah hajakosea alipomfananisha mwanamke na shamba. Kwa sababu shamba mtu akipanda kitu chaota, hivyo hivyo mtu akipanda kwa mkewe, yule mke atazaa. Hii katika balagha huitwa wajhu shabahi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema nisaukum harthul lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Mpaka hapa tushamaliza hoja kuwa mwanamke lazima aingiliwe katika eneo lake husika, kwa sababu eneo husika ndio huzaliwa mtoto. Hatujawahi kusikia kuna mwanamke amezaa kinyume na maumbile. Sijawahi kusikia, hata wewe pia hujawahi kusikia. Kwa hiyo watu wasijizime data. Kila mmoja ana akili na anaelewa na anafahamu. Akasema anna ya hapa imetumika katika matumizi matatu: anna haithuma, anna ainama, anna kaifama. Lakini hakuelewa siyaki ya maneno. Anna ya hapa Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia kaifama, hajakusudia ainama. Allah hajakusudia sehemu hapa. Fa anna shi'tum, vyovyote mtakavyo, sio pahala popote mtakapo. Allah amesema anna shi'tum kwa sababu siyaki ya maneno yasema wake zenu ni mashamba yenu. Kwa hiyo waendeni vyovyote mtakavyo, sio pahala popote mtakapo. Kwa sababu mwanzoni wa aya Allah amesema mke ni kama shamba. Sasa kama ni shamba, muendee utakavyo. Hivi ni kinyume na maumbile? Sio kweli, kwa sababu huku huyu mwanamke ameitwa ni shamba. Na kama ameitwa ni shamba, huku mbeleni Allah subhanahu wa ta'ala akasema anna shi'tum, mtakavyo. Sasa kama mkeo ameitwa kwamba ni shamba, halafu huku mbele Allah akasema utakavyo, manake uende utakavyo ili upate mazao. Mazao utayapata vipi? Kwa kwenda kinyume? Hapana, bali kwa kufanya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Allah ameamrisha vipi? Tutaona katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wattaqullaha wa'lamu, na muogopeni Allah na mtambue, annakum mulaquhu, kuwa nyinyi mtakutana na Allah, mtakutana naye. Ndugu zangu, haya maisha yasikufanye ukasahau kuwa kuna siku ya al-liqa, kuna siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashiril mu'minin, kisha wape bishara njema waumini. Hii aya wanawachuoni wametofautiana. Kuna riwaya mbalimbali kuhusiana na sababu ya kuteremka aya hii. Wanasema wanawachuoni kama alivyopokea Ibn Umar. Ibn Umar yasema maswahaba waliotoka Makka, wale muhajirin, walipokwenda Madina, walipofika Madina waliwakuta wanawake wa Madina wamezoeshwa namna moja ya tendo la ndoa. Yani kwa lugha fupi twasema watu wa Madina walikuwa si mahodari sana katika kitendo cha ndoa. Ilikuwa wakiwaingilia wake zao, wanawaingilia katika staila moja, na staila yenyewe ni ile ya kulala ubavu basi. Mwanamke amelala ubavu, ndio hiyo walikuwa wanatumia. Sasa watu wa Madina, watu wa Makka walipokuja Madina, watu wa Makka inaonekana walikuwa ni watu wajanja, wanajua stila nyingi, wanajua mikao mingi. Ikawa watu wa Makka wakaoa wanawake wa pale Madina, ikawa wanaozeshana. Sasa wanawake wa Madina wakaona mikao mipya kutoka kwa watu wa Makka. Mara amebinuliwa hivi, mara amefanywa hivi, yani ule uhodari ule. Wale wanawake kwa sababu hawajazoea, maskini hawajazoea mambo yale, wakapeleka mashtaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamwambia Rasulullah, hawa watu wa Makka hawa wana mikao tofauti, sehemu ni ile ile,
isipokuwa wana ubunifu mwingi. Kwa hiyo kama vile waliomba wapunguziwe, yani kama vile wale wanaume wakatazwe kwamba jamani, acheni ubunifu mwingi, hebu tumieni ule ubunifu wa kawaida tu. Baada ya wanawake hao kupeleka mashtaka, Qur'ani ikateremka. Allah akasema kuwaambia Waislamu, nisaukum harthul lakum, wake zenu ni mashamba yenu, fanyeni vyovyote mtakavyo, yani tumieni mkao wowote muutakao, maadamu sehemu ni ile ile. Kwa hiyo sababu ya kuteremka aya hii, moja ya sababu ni hii, kwa wanawake waliona mikao mingi, sehemu ni ile ile isipokuwa mikao ni mingi. Aya ikaja ikawaunga mkono watu wa Maka kwamba mnachokifanya ni sahihi, endeleeni kufanya hivyo hivyo maadamu sehemu inotakiwa ni pale pale. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama alivyosimulia Ibn Jurayj katika hadithi, Mtume akawaambia maswahaba baada ya kuteremka aya hii, muqbilatan wa mudbiratan idha kana dhalika fil farji. Angalia, Mtume akawaambia maswahaba, fanyeni mtakalo, kifudifudi, sijui kichalichali, lakini hilo liwe katika farji. Na sahaba Ibn Abbas radhiallahu anhu pia akaeleza Allah subhanahu wa ta'ala aliposema nisaukum harthul lakum, qala Ibn Abbas asema alharthu mawdhi'ul waladi, shamba ni ile sehemu ambayo anapatikana mtoto. Fa'atu harthakum anna shi'tum, Ibn Abbas asema maana yake kaifa shi'tum, vyovyote mtakavyo. Kichwa ndio maana ya haithuma, puani. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu Mashia aituhumu Qur'an, na ndiyo maana aya huwezi ukaitumia kuharamishia kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Huwezi ukatumia aya hii kwa sababu aya ni mujmal. Sasa inabidi turudi katika riwayat. Riwaya zilizopokelewa zinasemaje? Riwaya tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, sitaki kwenda kwenye habari za Mashia, tukirudi kwenye vitabu vya kisunna tunawapata baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo na wakasema linafaa. Lakini unaporudi kwa maulama wa madhehebu hizi nne, wako waliolijuzisha tendo hilo na wako waliolifanya. Wengine wakaulizwa wakasema, sasa hivi natoka kuoga janaba kwa josho hilo. Mtuhumiwa wa kwanza si Shia katika masala haya. Ukirushia mawe nyumba ya vioo ya mwenzako na wewe ya kwako ina vioo, itavunjwa vile vile ya kwako. Hadithi nyingine aliyopokea Imam Ahmad, hadithi ya Abdullah ibn Umar, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema 7 la yanzuru Allahu ilayhim yawm alqiyama, Allah hatuwatazama siku ya kiyama, wala yuzakihim, wala hatuwatakasa, wayadkhulu wayaqulu, na Allah atawaambia udkhulun nara ma'a dakhilin, ingieni motoni na wale watakaoingia motoni. Kisha katika hao Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wanakihul mar'ata fi duburiha, na yule ambaye atamuingilia mkewe kinyume na maumbile. Subhanallah, siku ya kiyama mtu huyu Allah hatomzungumzisha kwa neno lolote, moja kwa moja mtu huyu anaingia motoni. Hadithi nyingine pia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mal'unun, amelaaniwa, man atamra'atahu, yule mwenye kumwendea mkewe, fi duburiha, kinyume na maumbile. Hadithi ziko nyingi zenye kukataza kitendo hiki kichafu.
Pia hadithi ya Abi Huraira, qala Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man ata shay'an min ar-rijali wan-nisa fil adbari faqad kafara, yoyote atakayemwendea mwanaume mwenzake au akawaendea wanawake kinyume na maumbile, basi mtu huyo amekufuru, mtu huyo kashakuwa kafiri. Leo maisha magumu, mambo hayaendi, uchafu umesambaa katika majumba ya Waislamu kwa sababu fatwa za hovyo za watu kama hawa, halafu wananasibisha fatwa zao katika Uislamu. Na kwa kumalizia hapo, amenukuu maneno kuwa kuna maswahaba waliofanya kitendo hicho. Subhanallah, haijathibiti kwa swahaba aliyefanya kitendo cha kichafu kama hicho. Riwaya tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, sitaki kwenda kwenye habari za mashia. Tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, tunawapata baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo na wakasema linafaa. Lakini unaporudi kwa maulama wa madhehebu hizi nne, wako waliolijuzisha tendo hilo na wako waliolifanya. Wengine wakaulizwa wakasema, sasa hivi natoka kuoga janaba kwa josho hilo. Mtuhumiwa wa kwanza si Shia katika masala haya. Ukirushia mawe nyumba ya vioo ya mwenzako na wewe ya kwako ina vioo, itavunjwa vile vile ya kwako. Kwa hiyo masala haya, itiyanu nisaa fi adbarihinna, masala ya kuwaendea wanawake kwa lugha maarufu kinyume na maumbile, ni masala mukhtalafun fi. Kwa riwaya sahihi, labda riwaya za Kishia, lakini katika riwaya za Ahlus Sunna ambazo zimepokelewa, riwaya hizo hazijathibiti. Wala riwaya zilizopokelewa kwa Imam Maliki kuwa na yeye eti alijuzisha sijui kina al-Khatib al-Baghdadi, hizo riwaya zote ni za uongo. Ndugu zangu Waislamu, tusomeni jamani, dini yetu imefika pahala pabaya. Leo wale wanaojivisha makanzu tu, kila mtu anayezungumza leo masala ya dini anaonekana ni shekhe na watu wanachukua ilmu kutoka kwake. Mtume katika alama za kiyama alizozitaja alisema huko mbeleni kutakuwa na walinganizi wanaolingania katika milango ya moto. Halafu eti anasema jambo hili wameikhtilafiana wanaochuoni. Nani alikwambia? Wanaochuoni wamekuja na kauli mbili. Kuna wanaochuoni wanaosema hili jambo ni haramu, dhambi yake ni kubwa mno. Halafu kundi la pili wanasema anayefanya jambo hilo amekuwa kafiri. Hizo ndio kauli mbili ambazo zipo. Yani kundi la kwanza kina alimamu Shafi'i, kina alimamu Ahmad, wanasema anayefanya jambo hili amefanya moja katika madhambi makubwa yatakayomfanya angamie kuanzia duniani mpaka akhera. Halafu kauli ya pili, kundi la pili la wanaochuoni lasema si hivyo tu, huyo amekufuru, si Muislamu tena. Wewe unaona jambo hili ni mchezo? Eti wanaochuoni wameikhtilafiana ili yalikhafifishe, apunguze ule uzito wake. Haramu itabakia kuwa ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema zitakuja zama na watahalalisha zinaa kisha wataipa jina lisilokuwa jina lake, kama ilivyothibiti katika hadithi. Ndio hapa sasa mtu anakuja anahalalisha liwati, halafu anasema ikhtalafa ulama. Yani unadhani Waislamu ni wajinga sana ukiwaambia wanaochuoni wameikhtilafiana. Lakini masala haya ni masala mazito katika madhambi makubwa yatakao muangamiza mtu siku ya kiyama, kuanzia katika dunia yake mpaka akhera. Ni masala haya. Ndugu zangu Waislamu, tahadharini na kikundi cha Mashia. Lazima tudhihirishe misimamo yetu kuhusu wa watu, na hatuwezi kuwa kitu kimoja na watu wa ajabu eti sisi sote tumetamka shahada.
yani mmetamka shahada mwenzako anajuzisha liwati,